Naam. Narudia kusema tena. Huyo mtu anaenda kuhubiri injili, atuambie anaenda kuhubiri injili ya aina gani? Yes, atuambie kwamba anaenda kufunua injili ya aina gani. Kwa sababu kama nilivyosema hapo, Yesu alipowakuta watu wa sheria au wa Torati wakiwa wanahubiri injili ambayo ilikuwa ni injili ya sheria, injili ya Torati, acha dhambi uje kwa Yesu, acha dhambi uende mbinguni, acha dhambi upokee Yesu. Hiyo injili ni ya hali ya zamani ya andiko. Unamwambia mtu acha dhambi uje kwa Yesu. Anawezaje kuiacha dhambi kabla hajaja kwa Yesu? Au unaweza kuziacha dhambi kwa nguvu yako wewe ndipo mfuate Yesu? Unasikia mtu anasema acha uongo uje kwa Yesu, seme ukweli. Sasa Yesu mwenyewe ameshakwambia kama vile tawi katika shina, kama vile tawi katika shina lisivyoweza kuzaa matunda, hadi kadhalika anasema kama vile tawi lisipokaa ndani ya shina lisivyoweza kuzaa matunda, hadi kadhalika ninyi hamwezi neno lolote pasipo mimi. Sasa huyu mtu ambaye hawezi neno lolote pasipo yeye, unamwambia aache dhambi aje kwa Yesu. Sasa anaziachaje pasipo Yesu? Hiyo injili ya namna hiyo sasa ndo inaitwa injili fake. Ndo yale ya samehe ili usamehewe. Alafu nimeona pale anasema tunazungumza kuhusu wenye haki ambao wanatakiwa wasamehe ili na wao wasamehewe. Oho. Kwa hiyo wanasamehewa baada ya kusamehewa. Baada ya kusamehe. Nadhani pale mtumishi alijisahau. Ndio maana nilimuuliza swali akashindwa kujibu kwa ushahidi wa maandiko. Sawa. Turudi kwenye mada yetu ya huyu anayeenda kuhubiri injili. Huyu mhubiri tena nia yake ni nzuri. Tumtie moyo. Ana moyo mzuri, nia yake ni nzuri. Tumshike mkono kabisa, kwa sababu Biblia inasema ni vyema kama nini miguu ihubirio habari njema. Sasa habari njema anayoipeleka ni ipi? Kwa sababu Torati sio habari njema. Torati sio habari njema. Sheria sio habari njema. Habari njema Paulo ameifunua, anasema kwenye Matendo ya Mitume 20 mstari ule wa 24 kwamba habari njema ni neema. Sasa je, ana uwezo wa kwenda kufunua neema? Awaambie watu kwamba njoo hivyo ulivyo, umpende Yesu, mtumikie Yesu na Yesu atakupenda hivyo ulivyo, kwa sababu yeye haangalii ulivyo kwa nje, anaangalia imani yako. Ana uwezo wa kuhubiri injili hiyo? Asije akaenda kuhubiri injili ambayo inampa manufaa shetani, injili inamnufaisha shetani, ambayo Yesu aliifunua pale kwenye Mathayo 23:15. Anasema ole wenu waandishi na mafarisayo. Hao waandishi na mafarisayo walikuwa wanahubiri, lakini walipewa ole. Akasema ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa munazunguka katika bahari na nchi kavu. Walikuwa wanazunguka nyumba kwa nyumba, wanaenda katika bahari na nchi kavu. Anasema mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, ili kumuongoza sala ya toba. Hasa angalia, na akisha kufanyika, yana kisha kubadilika kawafuata, anasema mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara 2 zaidi kuliko ninyi wenyewe. Hawa walikuwa ni waandishi na mafarisayo. Sasa ukienda kuhubiri injili ya waandishi na mafarisayo, unaenda kumnufaisha shetani na kuzimu. Kwa hiyo watu watakufuata. Sio kwamba watu wataokoka, lakini hawatakuwa wana wa ufalme, watakuwa wana wa jehanamu. Sijui kama mnanielewa vizuri. Sasa kuliko kuhubiri injili ya kuwafanya watu wawe wana wa jehanamu mara 2, ni aheri kuacha kwanza, ujitune, ujipange. Ukiisha kuwa umeelewa sasa unachotakiwa kwenda kuhubiri, ndipo sasa unafanya vizuri zaidi.
Kwa sababu hiyo injili ya kuwafanya watu wawe wana wa jehanamu mara mbili ina faida gani sasa kwenye ufalme wa Mungu? Haina faida. Injili, niliwaambia, injili ya Torati haiwafanyi watu wafike mbinguni, na wafanya watu wawe wazuri kwa jinsi ya mwili, halafu wanaishia jehanamu. Niliwaambia, unakumbuka Matendo ya Mitume 15:21 anasema, kwa maana tangu zamani za kale Musa anao watu wahubirio mambo yake katika kila mji, husomwa kila Sabato katika masinagogi. Wako watu wahubirio mambo ya Musa, hawahubiri injili, hawafunui kweli ya hali mpya ya roho, wanafunua mambo ya Musa. Acha dhambi, uje kwa Yesu, samehe ili Yesu akusamehe. Hiyo ni zilipendwa. Hiyo ni hali ya zamani ya andiko. Hiyo sio injili. Hiyo inawafanya watu kuwa wana wa jehanamu mara mbili. Sijui kama mnanielewa, watumishi wa Mungu. Kwa hiyo huyu anatakiwa aeleze injili anayoenda kuhubiri. Kama unaenda kufunua Torati, tunajua unaenda kuwafanya watu kuwa wana wa jehanamu mara mbili. Na ndio maana niliwahi kuambia nikasema, kama ninyi mna tabia ya kusapoti injili za Torati na sheria, mnaisaidia kuzimu. Mnaisaidia kuzimu. Ni aheri msapoti injili hii ya hali mpya ya roho. Leteni mapesa, leteni mafungu ya 10, leteni mahela tujenge majengo, leteni mahela tuweke mikutano mbalimbali, tuende huku na kule tukaifunue hali mpya ya roho, ili tujaze watu kwenye ufalme wa Mungu. Achana na injili ya Torati ya kuwafanya watu wawe wa jehanamu mara mbili. Acha uongo uje kwa Yesu. Anawezaje kuacha uongo aje kwa Yesu? Anaweza kuacha kwa nguvu zake. Na wakati wa Efeso 2:8 mpaka 9 inasema wazi kwamba mmeokolewa kwa neema, wala sio kwa matendo yenu, wala haikutokana na nafsi zenu, wala sio kwa juhudi zenu, ni neema tu. Mimi mwenyewe najua nilivyookoka. Niliokoka kwa neema, wala haikutokana na mawazo yangu. Kwanza mimi nilikuwa mpinga Kristo mimi. Waliokuwa nashuhudia habari za Yesu nilikuwa na watukanaga sana. Na watukana wengine nilikuwa na wakimbiza. Ninakumbuka dada yangu alikuwa ameokoka miaka hiyo. Wakati mimi nikiwa dhambini kule, watu wanakuja kufanya maombi pale, wanaomba pale, au wanakuja wanahubiri na wapulizia moshi wa sigara pale, na wapulizia nawaambia mnatupotezea muda. Kwa sababu nilikuwa nimekufa katika dhambi. Kwa hiyo mimi kuokoka kwangu wala hakukutokana hata na kufikiria kwamba eti kuna jehanamu au nini. No. Nilikuwa tu, nilifufuka tu. Neema ilinifufua tu. Nikaja sasa nikaijua kweli ya hali mpya roho. Sasa kuna vifo vya aina mbili. Kuna kifo cha katika dhambi, yani kutokumjua Mungu kabisa. Ndicho hicho nilichokuwa nacho mara ya kwanza. Halafu kuna kifo cha kwenye Torati. Umeokoka, unadhani umeokoka, kumbe bado ni mfu. Bado umekufa kwa sababu uko kwenye Torati. Kwenye Torati hakuna uzima. Kwenye Torati ni mauti. Sasa Biblia inaposema alituhamisha kutoka mautini kuingia uzimani, watu wengi wanafikiri mauti inayosema ni ile tu ya tulipokuwa gizani. Hata kwenye Torati ni mautini. Ni mautini pale. Ni mautini. Okay, nisiseme mengi. Mhubiri unayejipanga kuhubiri injili, tafadhali zingatia neno hilo. Unapohubiri usije ukahubiri mambo ya Musa ambayo yanahubiriwa kila siku. Ijumaa pili watu wanahubiri masheria, watu wanahubiri Torati. Kama huyo ndugu yangu baada nahubiri msamaha wa kabla ya msalaba, msamaha wa samehe ili na wewe usamehewe. Hiyo ni enzi hizo, sio kwenye hali mpya roho. Hiyo ni enzi hizo ambapo watu waliishi kwa andiko, watu walihesabiwa haki kwa sheria, kwa kutimiza sheria. Lakini kwenye hali mpya roho, oh my God, haki ya Kristo inatosha kabisa. Na ukisema hivyo wafungwa wa Torati unakuwa umewasababisha akili zao zipige shoti. Watakasirika kweli, yani wataona kama vile unatetea dhambi, kwa sababu akili zao bado zimefungamanishwa na laana ya Torati. Wakolosai nini pale anasema Wagalatia 3:13 kwamba Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Sasa kuna watu ambao hawajakombolewa kwenye laana ya Torati, kwa sababu hata Torati yenyewe hawaijui. Watu hawaijui, wanajua tu ukimpokea Yesu ukaongoza sala toba, basi mbingu ni yako. Sio kweli. Kuna watu hawa waliohubiriwa na waandishi na Mafarisayo, Yesu alisema walifanywa kuwa wana wa jehanamu mara mbili. Wewe kama unaongozwa na sheria na Torati na mafundisho ya sheria na Torati, usifikiri wewe ni mwana wa mbinguni.
Unafanya kuwa mwana wa jehanamu mara mbili, afu utashangaa kwamba ulikuwa unaomba kwa wiki mara mbili, unafunga kwa wiki mara mbili, unatoa zaka, unafanya jarafu, unashangaa unaenda motoni. Kama vile ilivyotokea kwa yule jamaa aliyekuwa mlokole wa sheria. Aliongozwa sala ya toba kwa mifumo ya sheria. Akawa mkulia sheria, mkulia Torati. Umewahi kusoma ile Luka 18 mstari wa 9 mpaka wa 14? Palikuwa na mtu mmoja, Yesu anasema palikuwa na watu wawili, mmoja Farisayo, mwingine mtoza ushuru. Walienda hekaluni. Farisayo akamshukuru Mungu kwa sababu alikuwa mtoaji wa fungu la 10, na alikuwa sio mzinzi, na alikuwa sio muovu wa kuvunja sheria, na lakini pia alikuwa anafunga kwa wiki mara mbili. Alikuwa mlokole mzuri, lakini Yesu alimkataa kwa sababu hayo matendo yote aliyafanya akiwa chini ya Torati. Alikuwa chini ya sheria, alikuwa hajafunguliwa kutoka kwenye laana ya Torati. Kwa hiyo Yesu alimkataa. Halafu huyu aliyetambulika kama mtoza ushuru, ambaye alikuwa hana matendo ya sheria, hatimizi hata matendo ya sheria, Yesu anasema alimkubali kwa sababu moyo wake ulikuwa unatambua neema ya Kristo, ya kwamba, kwa sababu ngoja nikupe siri. Neema ya Kristo ni kuelewa kwamba tendo moja la haki alilolifanya Yesu linatosha mimi kunifanya niwe mwenye haki, hata kama mimi sina matendo ya sheria. Unaona hiyo concept tumeielewa? Iko hivi. Warumi sura ya 5 mstari wa 18 mpaka wa 19 anasema kwa tendo moja la haki, anaanza kwa kusema kwa tendo moja la dhambi, tendo moja la uasi alilolifanya Adamu liliwafanya watu wote ulimwenguni wawe wenye dhambi. Kwa mtu huyu mmoja na tendo lake moja la dhambi alilolifanya, watu wote ulimwenguni walifanyika wenye dhambi. Tena maandiko anasema hata wale wasiofanya kama dhambi ya Adamu walifanyika wenye dhambi kwa tendo moja tu alilofanya mwanadamu mmoja ambaye ni Adamu. Sasa kaja akasema sasa upande wa pili, na kwa tendo moja la haki alilofanya mtu mmoja ambaye ni Kristo Yesu, anasema wote wamwaminio wanahesabiwa haki kwa tendo hilo. Sasa wewe unakuja unahubiriwa eti ili uhesabiwe haki lazima wewe ule na tendo lako. Sasa huyu Yesu maana yake alitenda bure. Wagalatia sasa 2:21 ndio inatimia kwamba ikiwa wale walio wa matendo ya sheria ndio wanaohesabiwa haki, basi Kristo alikufa bure. Kwa hiyo wapendwa, tuhubiri injili inayotakiwa, injili ya wakati huu, injili ya hali mpya roho iliyofunuliwa kwenye Warumi sura ya 7 mstari wa 6. Tumefunguliwa katika Torati, tumeifia hali iliyotupinga ili tupate kutumika katika hali mpya roho, sio katika hali ya zamani ya andiko. Unajua kwa nini tulifunguliwa kwenye Torati? Kwa sababu Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 56 inasema hivi, nisikilize kwa umakini. Inasema hivi, anasema Wakorinto wa kwanza 15:50 inasema 56 anasema hivi, dhambi ndiyo inayoifanya sheria ndiyo inayoifanya dhambi iwe na nguvu. Halafu mauti inatiwa nguvu na dhambi. Anasema dhambi ndiyo ambayo inafanya mauti iwe na nguvu. Halafu Torati ndiyo inayofanya dhambi iwe na nguvu. Unaona hayo maandiko? Liangalia vizuri. Torati ndiyo inayosababisha dhambi iwe na nguvu. Halafu dhambi ndiyo inayosababisha mauti iwe na nguvu. Kwa hiyo usipofunguliwa kwenye Torati, wewe hata kama ungesema nini, wewe ni mdhambi bado. Ndio maana Yesu aliwaambia wale wahubiri wa Torati kwamba ole wenu, maana mnashuhudia injili kando ya bahari na mitaani na nchi kavu huko, mkiwafanya watu waokoke, halafu wakiokoka wanakuwa wana wa jehanamu mara mbili. Wewe unaokokaje na wakati umezaliwa na mwana wa Torati? Uliona paka anaweza kuzaa kuku? Wewe kama umezaliwa na Torati, ni Torati tu. Lazima ufunguliwe kwenye Torati. Tena niliwashauri siku moja, muachane na madhehebu ya Torati hayo. Yatawapeleka jehanamu, nawaambia. Muachane na mafundisho ya Torati, sheria hizo. Hayo mafundisho ya Torati na mafundisho ya sheria na nini ndio yanayowafanya mpaka mnapinga mapenzi ya Mungu. Mungu amebariki ndoa ya wake wengi, wewe unakuja na ilaani. Huo ni kwamba ni Torati na kuroga kabisa. Unaweza kuniuliza, Mungu amebarikije ndoa ya wake wengi? Haya, Samueli wa 2:12
mstari wa 7 mpaka wa 8. Angalia Mungu alivyoibariki ndoa ya wake wengi, kama ulikuwa hujui. Na ninaweza nikakuonyesha sehemu mbili ambazo zinaonyesha Mungu alibariki ndoa ya wake wengi. Sehemu ya kwanza ni hiyo Samueli wa pili 12 mstari wa 7 mpaka wa 8. Mungu alibariki ndoa ya wake wengi pale alipomwambia Daudi, mimi ndiye niliyekupa wake. Mimi ndiye niliyokupa wake, na hata kama wangekuwa wachache ningekuongezea. Hii ni kuonyesha Mungu alibariki. Alafu wewe unatokea unailani. Unasema ni kuwa na wake wengi ni laana. Wewe umelaniwa tu mara mbili. Wewe ni mwana wa Torati na utatupwa kweli jehanamu, kwa sababu unapingana na Mungu mwenyewe. Alafu watu wanafikiri kwamba wakiwa wanapinga kuhusu baraka ya wake wengi, wanafikiri kwamba wanampinga Kayengera. Kayengera mimi sihubiri mambo yangu, mimi nahubiri kweli. Wewe unapopinga unapingana na kweli. Ndio maana nimewaambia. Alafu baraka ya pili Mungu alivyoonyesha ameibariki ndoa ya wake wengi. Nenda Mwanzo 16. Anza mstari wa kwanza mpaka wa 16 pale. Uone Mungu alivyoibariki ndoa ya wake wengi. Angalia mke wa pili wa Ibrahimu alipoondoka kwenye ndoa, alipofukuzwa na bibi mkubwa. Akafukuzwa kabisa, yule bibi mdogo akakimbilia polini, malaika anamfuata. Anamtokea anamwambia, "Unatoka wapi? Na unaenda wapi?" Yule bibi mdogo ambaye ni Hajiri anasema, "Ninamkimbia bibi yangu Sara." Namkimbia bibi mkubwa. Malaika anamwambia, "Rudi ukanyenyekee. Rudi kwenye ndoa ukanyenyekee." Akarudi. Mke wa pili anarudishwa kwenye ndoa ya wake wengi. Mungu anabariki ndoa ya wake wengi. Watu ambao hawajajua jambo hili wanasema Mungu analaani ndoa ya wake wengi. Ndio maana wanamsaidia kazi shetani ya kulaani ndoa ya wake wengi. Na waambieni wahubiri, nyinyi wahubiri, mtakuja kumkumbuka Profesa Kayengera mkiwa hamwezi kubadilisha mambo. Mimi nawaambia, acheni kuhubiri injili za ujanja, hubirini ukweli. Na niliwahi kuambia siku moja, mnahubiri injili za ujanja wa kutetea sheria na nini, kwa sababu mnaona mna maslahi kwenye hizo sheria. Kuna watu wanajua kabisa Mkristo anaruhusiwa kuwa na wake zaidi ya mmoja, lakini huo ukweli hawataki kuusema, kwa sababu wanajua wakiusema huo ukweli watafukuzwa kwenye madhehebu yao, na wakati madhehebu yao ndio yanawapa vitambi, wanasomesha watoto kupitia hivyo vivuli vya madhehebu hayo, wanakula na kunywa kupitia hivyo wanajua kabisa nikisema ukweli askofu atanitoa nduki, na kinitoa nduki watoto hawasomi, kitumbua kimeingia mchanga. Sasa wewe sikiliza, chagua kati ya siku ya mwisho kuhukumiwa kwamba ulikuwa unasema uongo na kukubali kufukuzwa kwenye hilo dhehebu ili uende na Kayengera mkaseme ukweli. Uje tuseme ukweli, chagua. Ndipo Yesu akawaambia kwenye Luka 12 kwamba watu wale walipenda utukufu wa wanadamu, hawakupenda utukufu wa Mungu. Unapenda utukufu wa wanadamu, unapenda uonekane kuwa uko very smart mbele ya watu, huku kweli ukiuna ikanyaga. Lakini hiyo kweli siku ya mwisho itakukanyaga. Yesu alisema hivi, Baba hata mhukumu mtu yoyote, hukumu yote amempa mwana, na mwana hukumu yake ni hii. Yohana 8:15. Yesu anasema, ninyi mwahukumu kwa kuangalia mambo ya mwili, mimi simhukumu mtu. Oh my God. Yesu hata yeye hahukumu kwa kuangalia hayo mambo ya mwili unayoyatetea. Maana hayo mambo ya mwili ni mambo ya Musa. Sheria za Musa, Torati za Musa zinahusika na mwili. Hali mpya ya roho ndio inayohitajika. Sasa namalizia kwa kusema hili. Kama unaenda kuhubiri injili, kitu cha kwanza, kaa chini kwanza, utafakari. Ninaenda kuhubiri injili ya namna gani? Hilo kwanza. Ili uepuke tatizo la kuwafanya watu kuwa wana wa jehanamu mara mbili. Usije ukaonekana unafanya kazi ya kumsaidia kazi shetani. Ndio hiyo Yesu aliwakemea Mafarisayo na waandishi ambao walikuwa wanazunguka nyumba kwa nyumba wakihubiri injili ya kuwafanya watu waamini katika sheria, waamini katika Torati, ambayo waliwafanya kuwa wana wa jehanamu mara mbili. Kitu cha kwanza, angalia unahubiri injili ya namna gani. Kama unahubiri sheria, amri, maagizo, Torati na nini, watu wahesabiwa haki kwa kushika sheria, ujue unapoteza muda na huna ijara, huna malipo, na malipo yako ni jehanamu. Kama unahubiri injili ya kweli, basi tembea na injili ya hali mpya ya roho. Warumi sura ya 7 mstari wa 6. Hubiri hali mpya ya roho ambayo ni neema ya kuhesabiwa haki pasipo matendo. Hiyo ndio inayotakiwa, na ndio imefunuliwa kwenye Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 24. Paulo anasema hata kuishi kwangu sioni kuwa ni kitu kama kushuhudia habari njema ya neema ya Mungu, kama kumaliza mwendo na kushuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Paulo alikuwa anashuhudia habari njema ya neema ya Mungu, na neema ya Mungu imefunuliwa kwenye Warumi 11
mstari wa 6 anasema ikiwa ni kwa neema haiwi kwa matendo tena, au hapo neema isingekuwa neema. Kumbe neema haidai matendo. Wewe ukiona mtu anadai matendo, anahubiri injili ya hali ya zamani ya andiko, anahubiri mifumo ya Musa, na huyo hawezi kuwaokoa watu, anawafanya watu kuwa wana wa jehanamu mara mbili. Sasa mimi nikianza kuunguruma, napendaga watu waelewe kwamba Kayengera kiunguruma ni Yesu anaunguruma. Usije ukafikiri kwamba naongea tu, Yesu anakuwa anaunguruma. Hasa kama wewe sikio lako ni zito, hutaki kuelewa, sikio lako litakuja kusikia likiwa jehanamu ya moto. Acha kuhubiri injili ya kuwafanya watu kuwa wana wa jehanamu mara mbili. Hubiri injili ya kuwafanya watu waelewe maana ya kuhesabiwa haki baada ya agano jipya. Maana yake ni nini? Achana na Torati, achana na sheria, hubiri hali mpya Roho. Kwa hiyo unaenda kutangaza habari njema ya neema ya Mungu, hakikisha huchanganyi na Torati. Maana Biblia inasema kwenye Wakorinto wa pili 5:17 Paulo anasema, sisi si kama walio wengi waligoshio neno la Mungu, bali kwa weupe wa moyo tuwaihubiri injili. Maana yake usiju kaligoshi neno la Mungu kwa kulichanganya na Torati au sheria. Neno la Mungu silichanganye. Yesu kama alikwisha kugonga muhuri kwamba yeye hamhukumu mtu kwa kuangalia mambo ya mwili, na wewe simhubirie mtu kuhesabiwa haki kwa kuangalia mambo ya mwili, utakuwa unakosea. Mwenye sikio la kusikia asikie. Kama hujasikia basi nakukaribisha kwenye YouTube. Ingia kwenye YouTube yetu, andika tu Saa ya Uzima wa Roho, andika kwa herufi kubwa Saa ya Uzima wa Roho. Haya mahubiri utayakuta yako mengi sana. Na ukipenda njoo kwenye chuo chetu. Tuna chuo kinaitwa Tanzania University of Spiritual Leadership, yani chuo kikuu cha kiroho cha viongozi Tanzania. Hiki chuo kinafunua injili ambayo ni very real, ambayo wewe ukielewa utasaidia watu. Acha kuhubiri injili inayomsaidia kazi shetani ya kuwafanya wengi waende jehanamu. Hubiri injili inayowafanya watu wengi waende mbinguni. Nimemaliza. Wanaonipenda hao ni rafiki wa Mungu.